Tuamini na tuombe. Mungu Baba mwenye enzi, tunakushukuru kwa vipao hivi ambapo Bwana watu wako tumekutolea katika madhabahu yako. Andiko lako lasema kwamba tunapoingia katika hekalu lako tusije mikono kavu, bali Baba tukujaribu ni kwa njia ya kutoa, ndivyo tutakapoweza kufungua madirisha za kule juu mbinguni, na hata ukatumwagia baraka za kipekee, na hata tukakose mahali pa kuhifadhi. Tunakushukuru kwa sababu ya sadaka za kawaida, shukrani pamoja na fungu la 10. Na hata katika siku hii Bwana, tunapokuja kwa pamoja ili Bwana kuweza kuhesabu baraka ambazo umetupa tangu mwanzo wa mwaka huu, tunaposherehekea pia mwili wako, ushiriki kwa pamoja. Ombi letu kwamba Bwana, wacha neema na baraka zako zikapate kutushukia. Wala ambao hawajakutolea na Bwana uweze kujalia waweze kutolea katika siku zijazo, na pia tukilisifu na kulishukuru jina lako. Asante Bwana kwa sababu najua umetenda. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Hivyo hivyo Mungu wetu, tunashukuru kwa sababu ya neno lako safi ambalo umeandaa katika siku hii. Naposimama kwamba mimi ni mtumishi wako tu, wacha Bwana neno lako liweze kutoka kwako, nitumie kama chombo chako kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Wacha neno hili likapate kuwa mbegu njema katika mioyo zetu, maana umesema kwamba neno lako ni taa katika miguu yetu, na ukasema kwamba kila mwanadamu hataishi kwa mkate tu, lakini katika kila neno ambalo linatoka katika kinywa chako. Nakushukuru kwa sababu ya neno hili kwamba Bwana litaweza kutubariki, kutuongoza na kutafakari wema wako, especially katika maisha zetu na hali ambayo umetubeba mpaka sasa hivi. Asante kwa sababu najua umetenda. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba, na kila mmoja aseme amen. Kila mmoja aseme amen. 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 Basi asante, maana masaa yetu ndio hayo. Ningependa moja kwa moja niingie kwa somo letu la leo. Na somo letu la leo, kama vile tuliposomewa asubuhi, tulipata first reading ilitoka Zaburi yetu ya siku imekuwa ni Zaburi ya 133. Alafu tukasoma first reading ambao ni Yeremia mlango ule wa 40 mstari wa 3 hadi 12. Alafu kisha tukasoma barua ya Paulo kwa Filipi mlango ule wa 1 mstari wa 1 hadi 11. Bwana asifiwe sifa. Mada ya somo letu la leo ni End Year Fellowship Reflection. Bwana asifiwe sifa. Mwisho wa mwaka, tafakari zetu kuhusu wema wa Bwana mwaka unapoenda kuisha. End Year Fellowship Reflections. Bwana asifiwe sifa. Wapendwa, maybe kwa kwanza tu ni kwamba kila mmoja inapofika Januari anakuwa na tamanio na maombi kubwa sana ya kuuliza Mungu kwamba Mungu, nijalie katika mwaka huu mambo yangu yakafaulu. Amen. Nijalie katika mwaka huu yale ambayo nimepanga kufanya kwamba yakaweze kutendeka. Kando na kuomba Mungu uweze kufaulu, pia tunaomba Mungu ili aweze kutubeba. Amen. Kutubeba katikati ya mwaka na hata kutufikisha mwisho wa mwaka na hata tuingie mwaka huo mwingine. Bwana asifiwe sifa. So wapendwa, tuko hapa leo ni kwa ajili ya kutafakari tu kwamba je, kuna wakati imekuwa Januari tumekuwa hapa, lakini mkono wa Bwana umetubeba sisi Januari, February, March, July, September, October, November na sasa hivi tuko December. Je, tuko na sababu ya kushukuru Mungu? Ndio. Tuko na sababu ya kushukuru Mungu, ndio maana tuko hapa leo tunakutanika kwa pamoja ili tusherehekee wema wa Bwana, tutafakari kwa pamoja na pia tushiriki mwili wake kwa pamoja, tukitafakari ile agano aliyotuwekea kule msalabani. Bwana asifiwe sifa. Amen. Na pia ni furaha kila mmoja anapofika tamati ya kila jambo kwamba aweze kufurahia pia matunda ya yale kazi ambayo amefanya katikati ama katika msimu huu. Praise God. So wako kwetu hapa na sherehe ambayo tuko nao leo, si sherehe tu ambao pengine tunatamani na furahia kula, lakini pia iwe ni sababu na tupate nafasi ya kutafakari pia, reflect upon what the Lord has done in your life and what you are able to do
in the kingdom of God. Bwana apewe sifa. Amen. As we approach the end of year, tunapokaribia mwisho wa mwaka, kuja kwetu kwa pamoja kupitia kwa fellowship ni jambo la maana sana. Na pia kuja kwetu kwa pamoja kwa kushiriki kula ni jambo la maana tena zaidi. Bwana apewe sifa. Amen. Na hili jambo ni muhimu kwa sababu tunaelezwa katika kitabu cha Mhubiri mlango ule wa 7 mstari wa 8. Mlango wa 7 mstari wa 8 unatueleza vizuri kwa kusema, heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Bwana apewe sifa. Amen. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Heri Disemba kuliko Januari. Halo? Naweza jiuliza kwa nini heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake? Naye tunakutanika hapa tumweleze Mungu kwamba heri tukutane, tumshukuru Mungu kwa sababu tumeona wema wake na yeye ametubeba kwa wakati huo wake wote, na tumeanza kuona tamati ya nini? Ya mwaka. Bwana apewe sifa. Mwisho wa jambo ni muhimu sana. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Mwanzo unapoanza unaanza na wasiwasi mkubwa. Baadhi ya maswali tunayojiuliza wakati tunapoanza jambo, unajiuliza, je, nitamake kweli? Nitafaulu kweli? Will I manage? Those are some of the questions ambazo tunajiuliza. Na maswali kama hayo yanatujaza sisi hofu na wasiwasi ndani ya mioyo zetu na mawazo zetu. Na wakati nyingine watu wengi kwa sababu ya kujiuliza maswali hayo na kuona ni kama mambo ni magumu, huenda wakakosa kufaulu ama kujaribu kufanya. Praise be God. Lakini kwa wale ambao waliweza kusimama katika wokovu, katika huduma kanisa, katika familia zao, kazini, leo hii tunapokutana tuko na sababu ya kusema yes, the Lord did it. Bwana apewe sifa. The Lord has done it finally, finally, finally. The Lord has done it. Come on. The Lord has done it. Finally, finally. The Lord has done it. Finally, finally. Amen. So this is the time that we can now see that the Lord has done it finally. And if the Lord has done it finally, then we need to celebrate and appreciate the good works of the Lord. What is a very simple? And it's also a time for us to reflect upon our brethren, brothers and sisters, wale ambao walitusaidia sisi kufanya nini? Kufika mahali tumefika. Praise be God. Kuna mambo mengine ungeweza kufanya peke yako, pengine mpaka Mungu alete mchungaji hapo karibu, pengine alete rafiki yako hapo karibu. Amen. Ndipo kaweza kufaulu kuyafanya yale ambayo tunaweza sema kwamba the Lord has done it finally. We had people, we have seen people. Tumeona watu wakisema kwamba kwa hakika kuna jambo nilikuwa nimeliomba na Bwana akafanya nini? Ametenda. Bwana apewe sifa. Kwa Mungu amefanya nini? Ametenda. Praise be God. Yes. So indeed, it's a good thing for us to come together. Kuja kwetu kwa pamoja iko na sababu nyingi sana. Amen. Praise be God. Na nakumbuka wakati tulipokuwa watoto na msimu kama huu, let me give you a short story. I'm from a polygamous family. My dad married 3 wives. What is a sifa? And he was blessed to honor Genesis, the creation command, kwamba zaeni ukaongezeke mkajaze dunia, na Mungu akamjalia akampa nguvu na akazaa watoto moja baada nyingine, ukihesabu moja mpaka 38. Bwana apewe sifa. Amen. Na mara nyingi ninapomalizia nasema kwamba na Mungu naye akamjalia hakuna chokorata moja katika hao. Sikuwa mmenielewa vizuri? Are we together? Amen. But now a time like this, wakati tunapofika December, this gentleman could gather us together and akatuita sisi kwa pamoja na akatueleza always, na nakumbuka hata the last one he left us with, akasema kaeni kwa pamoja wanangu, kaeni kwa pamoja, muwe kitu kimoja. And I'm ready today getting the wives. Amen. Kuleta wake wanza kwa kuenza kwa pamoja. Kwani sababu sifa. Kama leo ile tunafanya hivi,
anasema kwamba kama ni sikukuu, kwa sababu wanawake ni watatu, unaanza sikukuu. Kama ni Krismasi, unaanza 24, unaanza na mama mdogo. Familia yote, mama mkubwa na huyu mwingine, wanashuka na watoto wao wote, wanakuja wanafanya nini? Wamama wanapotelea jikoni. The 3 wakeweza wote wanaingia jikoni. Mmoja anapika kama vile ninaona hawa, mwingine anasukuma chapati, mwingine anapika chai, mwingine anakatakata nyama, na mtoto wa huyu anashikia huyu. Bwana asifiwe sifa. Amen. Baada ya kupika, hawa mama watatu wanakuja sasa, wanasawa, na yeye ameita wazee wa ndugu zake, ameita the brothers, wale wengine. Then we sit on a round table, then we eat together. Na nakumbuka sisi watoto hatukuwa tunakula kwa meza, tunakula chini, tunaweka miguu hivi. Come on, Bwana asifiwe sifa. Unakumbuka sitting style? Unakaa hivi, umeelewa? Alafu magoti imeinuka juu hivi. Alafu sasa hapo ni sahani kubwa lazima inawekwa, na si sahani tu, ni kama sinia ambao ugali ya karai inamwagwa pasipo kugawa. Amen. Na watoto wetu, watoto hawa karibu 25 wanakaa rounds, hakuna cha kugawia mtu ajisikii katikati yako kabisa, sio wewe ukakule pale. No, unaambiwa kwamba unasukumana, unapakiana mmoja mpaka naguza mwingine. Amen. Na kwa sababu wengine walikuwa na haraka, mkono wa haraka, then inakuwa mama anachukua kile kipande cha nyama, kila mmoja anapewa kwa mkono yake. Sasa ile kitu inabaki pale kwa sahani ni supu peke yake. Sasa upambane na sima, na bidii yako ya kupeleka kwa supu ni bidii yako. Lakini kuna bidii ya pili ya kumaliza ya kushika ile nyama. Anairemember wakati mama anapika akikuja kuinspect na amemaliza yake kwa mkono. Always nilikuwa nabaki na yangu kwa mkono. Lakini nakumbuka vizuri, sitaki kusema, kuna ndugu wangu mmoja alikuwa hata kabla watu hajachuna, yeye ameanza na yake na amemaliza, alafu ameanza kusukumana, yani kuchuna wengine hapo, ili yani anazua tu kasha, ili na yeye akakumbuka akafanya nini, hata kipeo ya pili baada anafanya nini, anamaliza. But the bottom line is it was so good when we were sitting together. What is the behold how good. Psalms number 33, 133. Tizama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae kwa pamoja na kwa umoja. Bwana asifiwe sifa. Inapendeza sana. Niliona kwamba ile mviringo tumezingira hiyo sima kubwa, ambao hata ukiangalia unakula mpaka wakati sima inashuka chini unasema, "Oh John, uko liko upande ule nyingine." Amen. Tunamuona mtu upande ule nyingine. It was so good and it was so nice. And we are embracing that. Na leo hii tunakuja hapa, we are sitting in a round table, tunasherehekea wema wa Bwana na tunakaa kama ndugu na kina dada kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Manana amekupea ushuhuda hapo kwamba kuna mrengo miwili, lakini siamini kuna hili. Kama unaamini basi ni sawa. Bwana asifiwe sana. Lakini tunajua kwamba sote ni watoto wa Mungu na tuko hapa kama mwili wa Kristo mmoja, na kila mmoja anastahili kupenda ndugu wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Wapendwa, hapa maneno mawili mazito sana. Tazama jinsi ilivyo vema ndugu wakae kwa pamoja na kwa umoja. Kuna watu situation inawaruhusu, inawalazimisha kukaa kwa pamoja, lakini hawawezi, mioyo zao ziko kwa pamoja. Kama usielewa vizuri. Amen. Kwa mfano, pengine umebook gari, Tawakal unaenda Mombasa. Alafu sasa wakati unaenda kukaa hivi, unasikia ule mtu ambao ulikuwa umekosana naye kabisa, naye anakuja kufanya nini? Kukaa kwa hiyo kiti next. Utafanya aje? Utaambia kondakta, sasa mahali nimefika nibadilishe kiti. Unaweza fanya hivyo? No, you be forced to do what? To sit there. But remember one thing, utakaa hapo kwa pamoja, lakini hamko kwa umoja. Miili ziko pamoja, lakini roho haziko kwa pamoja. Kama mtendo wa neighbor, tafadhali gani tukae kwa pamoja na kwa umoja. Omba tu yesema tafadhali tukae kwa pamoja na kwa umoja. Sio pale tu vizuri, sema neighbor, tafadhali tukae kwa pamoja na kwa umoja. Bwana asifiwe sifa. Maana Biblia inasema kwamba tazama inapendeza. It looks so nice. Hebu angalia wana kwaya, wameimba na wana uniform maridadi nzuri, wamefanana, si ndio? Amen. Wakitembea wakiimba kwa pamoja. Lakini naamini kwamba wakiimba kwa pamoja hata ndio zao ziko kwa pamoja. Hello? Kama kuna mwenye roho yake iko kwa pamoja? Ama ni mavazi tu yameleta kwa pamoja?
Come on, Bwana asifiwe sifa. Amen. Why am I emphasizing? Kwa nini na emphasize kwamba ni vizuri tukue kwa pamoja na kwa umoja? Hapo chini Biblia inasema kwamba inapompendeza Bwana kwamba ni kama mafuta ya rudi. Inafananishwa na nini? Na umande wa Hamoni katika mlima Zayuni unaoshuka. Maana Biblia inasema kwamba ikiteremka hapo verses 2 and 3 inasema kwamba mahali kuna umoja, watu wanapoketi kwa umoja na kwa pamoja, mioyo zao zinaposhikana na kuelewana, pasipo chuki, pasipo husuda, pasipo kudanganyana. Amen. Pasipo kusengenyana, wanaketi physically na wanapatana kiroho, mioyo zao zimependana, zimesameheana. Biblia inasema pale ndipo Mungu anaamuru baraka na hata uzima hata milele. Bwana asifiwe sifa. The two things, mambo mawili ambayo Mungu anaamrisha wakati watu wanaketi kwa pamoja na kwa umoja, anaamrisha baraka. Bwana asifiwe sifa. He commands blessings. He commands special blessings by the essence of us sitting together. Even if you have not asked for blessings, the Lord God will be able to manifest and release His blessings upon us. Bwana asifiwe sifa. And kando na blessing anasema kwamba uzima hata milele. Even life, He doesn't command blessings only, but He commands even what? Life. Praise be God. If we are together, we are spiritually alive. If we are together and we are not spiritually connected, our hearts and our souls are not connected, we are not spiritually alive. And that's why you find people una struggle na huduma kwa sababu hapa hakuna uhai, kwa sababu Mungu hajakomandi uhai, kwa sababu mioyo zetu hazijashikanishwa. Bwana asifiwe sifa. Hauna uhai, you cannot pray. Hauna nguvu za kuomba kwa sababu hauna uhai ya maombi, hauna uhai ya uimbaji, hauna uhai wa kusimama na kutoa neno la Mungu, kwa sababu pale kuna utengano. Na kama kuna utengano, the spirit of the Lord, the blessings of the Lord are being removed. Bwana asifiwe sifa. That's separated from us, that's stripped off, and we remain without the blessings, and we remain without the life